Something unusual is happening in Kenya's political landscape. Yesterday in Ukambani, two voices from Nairobi walked into a region known for its political identity, and the reception was nothing of expressive. Crowds gathered, cheers filled the air, and the message was clear. President William Ruto must be a one-term president. Babu Owino and Edwin Sifuna were not just feasting, they were welcomed like leaders whose voices are resonating far beyond Nairobi. But the big question now is just a political excitement or the beginning of a larger political movement taking shape across Kenya? Stay with me as we break down what really happened in Ukambani and what it could mean for the future of Kenyan politics. But before we continue, just take a minute, subscribe on this channel, Kiongozi wa Wanyonge, the voice of the people. Like and join the conversation. Unajua wa Kenya inawaambianga hizi vitu mnasema ati si serious. Na nawaambia hawa vijana wawili ambao ni Edwin Sifuna and Babu Owino wako na mission. Na hiyo mission ndio iliwachukua ikawapeleka huko Ukambani. Kenyans, Edwin Sifuna kuna ile possibility ya kwamba anaweza kuwa running mate wa Stephen Kalonzo Musyoka in 2027. Mbona niseme hivyo? Jana ile reception yenye waliweza kukaribishwa huko Ukambani, I can assure you kuna kitu. And what I know in politics, nothing happens without a reason. You cannot convince me for Edwin Sifuna amuke na Babu Owino uweze kuenda mpaka Ukambani stronghold ya nani? Ya Stephen Kalonzo Musyoka wa hold a very successful rally, and then uniambie ya kwamba hakuna kitu wanataka. There is something they want. Ndio maana mimi ngijaribu kuimagine Edwin Sifuna aweze kudeputize Kalonzo Musyoka in 2027, and then Babu Owino aweze kuwa the governor of Wiper. Wapi? Nairobi. Ili aweze kupatiwa tiketi ya Wiper, ili aweze kupeperusha bendera ya Wiper kupitia chama cha Wiper huku Nairobi. Mnanisikia kweli? Ndio maana Babu Owino aliweza kusema ya kwamba tangu lini Wakamba wakaanza kuwa wabaya. Was he inciting the Kamba people ya kwamba the government imeanza kuchukia Ukambani nation? Ukiangalia huu ni umati mkubwa, kumaanisha kwamba kuna jambo walienda kuderiva huko, ili Wakamba wenye wako all over the country, wenye wako diaspora Nairobi, mahali popote, wasikuwe na ugumu kupigia Babu Owino kura in 2027. Ndio maana Nairobi watu wanajaa huko ni Wakikuyu, Waluya, Wakamba, Wajaluo. Ndio maana ilikuwa waende huko ili Kenya mzima iweze kuona ya kwamba kama Edwin Sifuna anaweza inda huko Western, watu wakubali ya kwamba ni Edwin Sifuna na Sifuna ndio sisi. Wakatoka huko wakaenda Nairobi, wakasema Edwin ni Sifuna ni sisi na sisi ndio Sifuna. Wameenda huko Ukambani, kumaanisha ya kwamba hiyo momentum itaendelea all over the country. Na katika Nairobi governor, Wakamba, Waluya na Wakikuyu hawataona ugumu kupigia Babu Owino kura kwa the next governor of Nairobi. Ndio maana hapa Nairobi Wakamba, Wakikuyu, Wajaluo na watu kutoka Mount Kenya hawataona ubaya kufuatia Edwin Sifuna kuwa the deputy president of Stephen Kalonzo Musyoka. Sababu hakuna kitu kinahappen katika nchi ya Kenya bila reason. Sasa swali najaribu kujiuliza, kama yenyewe Edwin Sifuna ataenda kudeputize Stephen Kalonzo Musyoka in 2027,
and then Babu Owino akae governor wa Nairobi in 2027 kupitia chama cha Wiper. Swali ni, is Edwin Sifuna and Babu Owino out of ODM party? Hilo ndio sana najiuliza. Sababu ni kama ODM imewakataa kuwapatia opportunity katika chama cha ODM. Na wameona opportunity katika Wiper, kumaanisha ya kwamba towards 2027 Edwin Sifuna na Babu Owino watalini towards Stephen Kalonzo Musyoka, ambao watapatiwa tiketi ya Wiper ili waweze kupeperusha bendera ya Wiper. Tusidanganyane, because politics is about interest and betrayal. Lazima interest kwanza ikuje ya kwanza, and then betrayal ifuate jambo ya pili. So msione ya kwamba Babu Owino na Edwin Sifuna wameweza kusariti chama cha ODM. Ni ODM ndiye ameweza kusariti Babu Owino na Edwin Sifuna kutowapea bendera ya ugavana na useneta katika Nairobi. Now Kenyans, kama unakubaliana ya kwamba Edwin Sifuna na Babu Owino they are out of ODM party, andika hapo chini kwa comment section yes or no. And don't forget to subscribe for more deep political analysis of kiongozi wa wanyonge, the voice of the people. For more information. Kenyans, tunawapenda na muendelee kunipromote kwa kusubscribe na kushare information ili uweze kufikia Wakenya wote ambao wanapenda siasa, sababu siasa na maendeleo ni vitu ambao zinaendana pamba tu pamba.